Sababu serikali inafanya kazi kwa niaba ya Watanzania. Ujumbe wa Watanzania kwenu nyie watu ambao mnaondoka sio kwa wingi, mpo kwa uchache wenu, lakini mnawakilisha Watanzania wote. Sasa Watanzania wana ujumbe gani kwenu leo mnapoondoka? Ujumbe wa Watanzania ni kwamba wamesema tuje tuwape bendera ya nchi. Sasa kukabidhiwa bendera ni jambo moja, lakini ile bendera unaiwakilishaje kule ni jambo jingine. Katika nyanja tofauti, tunaenda kwenye aspect ya michezo. Inapendeza sana tukienda tukafanya vizuri, tutakuwa tumeitendea haki bendera ambayo tunakwenda kukabidhiana. Tukapata medali, tukapata nafasi ambazo tunajua kabisa hizi kwa kweli tuna fahari nazo kurudi nazo nyumbani. Tunafahamu tulikuwa na miaka zaidi ya 10 na hatukuwa tunapata medali za kimataifa. Lakini mwaka 2022 tulivunja mwiko. Tulipata medali 3 kutoka kwenye mchezo wa ngumi. Naomba tuwapigie makofi wale walioshiriki. Ninaona lile ni kama deni kubwa kwetu, kwa sababu sasa baada ya kupata zile medali, Watanzania wameanza kuwashumu kwamba sisi sio wale tena. Sasa najaribu kujiuliza hapa, je, tukirudi bila medali safari itakuwaje? Tutakuwa tumewaonesha Watanzania kwamba tulienda kubipu, kumbe kupiga hatuwezi. Kwa hiyo niwaombe na kuwasihi kwa uwakilishi wenu, zile medali tulizozipata zilikuwa za kufungua milango. Tuna imani kubwa kwamba hii bendera mnayokabidhiwa itakwenda kupeperushwa vema kwa kufanikiwa kutuletea ushindi na medali. Na tunaenda kushiriki individual games. Lakini haimaanishi kwamba hatutaki kutiana moyo. Ni individual games kweli, lakini inahitaji msaada wa wengine. Unahitaji kocha, unahitaji kiongozi wa msafara, unahitaji nani ili aweze kukusupport, uweze kufika, lakini hata wewe na mchezaji mwenzako kutiana moyo, kupeana support. Kwa kuna area ya kwanza ya kuiwakilisha nchi kwa maana ya bendera yetu tuiwakilishe vyema kwenye kupambana na kuhakikisha tunapata ushindi. Lakini area ya pili ni kuitafsiri utamaduni wa Watanzania kwa wenzetu. Naweza mkaenda tukafanya vizuri sana kwenye michezo, lakini tukapewa lebo ya tabia mbovu. Huo sio utamaduni wa Mtanzania. Tunategemea tukifika kule wale watu watuchukulie sisi kama mfano. Naitwa Collins Saliboko, na kwa niaba ya timu hii inayoelekea nchini Scotland, na nataka niwashukuru serikali kwanza kwa support, na kama mimi binafsi nafanya mazoezi na pia nipo chuo South Africa, nilipokuwa kule walikuwa na support sana, na nataka niwashukuru makocha kwa maandalizi, na wazazi pia kama wazazi wangu waliokuja leo wana support sana. Pia nataka washukuru viongozi wote kwenye timu hii, timu za judo, swimming, riadha na pia ngumi. Viongozi tunawashukuru sana. Kwa hiyo Tanzania tunaahidi tunarudi na ushindi. Tumejiandaa vya kutosha, tumepambana kwenye mazoezi, makocha walikuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo serikali Tanzania tunasema tunarudi na ushindi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Zawadi Amos Kutaka, ni mchezaji wa masumbwi. Ningependa kumshukuru Mungu kwa afya njema mpaka wakati huu tunaendelea na maandalizi. Pia ningependa kuishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano chini ya mamangu Samia. Ningependa kuishukuru Baraza la Michezo Tanzania BMT na serikali kwa ujumla kwa hii nafasi ambayo nimeweza kuipata kama mwanamke wa kwanza kushiriki katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Nina furaha sana, na pia nina imani nitarudisha medali hapa nyumbani Tanzania, kwa maana nimejipanga vizuri, makocha wangu wamesimamia vizuri kwa uweledi kabisa. Ninachoomba ni maombi yenu wa Tanzania, niende nikashiriki vizuri katika huu mchezo wa masumbwi na niweze kurudi na ushindi wa kishindo. Ninaamini hivyo kwa sababu nimejipanga vizuri. Kwa hiyo ninashukuru sana Tanzania kwa kuniamini. Ningependa kuambia Watanzania mchezo wa ngumi ni fursa kwa sasa. Na mimi kama mwanamke nimepata hii fursa, nafasi hii niliyoipata, na nahitaji kwenda kuipigania vizuri na kurudisha ushindi nyumbani Tanzania. Ninaamini timu imejiandaa. Tuna michezo 4, lakini mbali ya timu naomba niseme pia kwamba tunapokwenda kwenye mashindano kama haya kuna kuwakilisha taifa. Lakini kabla hujawakilisha taifa, maana yake unajiwakilisha mwenyewe.
ni fursa kwa wale wanaokwenda kuona kwamba kwanza, awali ya yote, wanajiwakilisha wenyewe. Kwa hiyo wafanye juhudi kwa faida zao wenyewe. Wao wakifanikiwa, maana yake taifa litafanikiwa. Na maana mara nyingi tunapokwenda tunapata changamoto ya watu kufikiri kwamba tunawakilisha taifa tu, alafu mtu anasema mbona taifa lina watu zaidi ya milioni 60, mimi sina haja ya kufanya juhudi. Hapana, tuelewe kwamba wa kwanza kufaidika ni wewe mwenyewe unayeshindana. Twende tukashindane. Kwa hiyo mimi sitakuwa na maneno mengi, nafikiri tumefuatilia na tumeona wamejiandaa vya kutosha. Niseme tu kuna machache. Michezo yetu ni minne, kwa sababu michezo ya safari ni tofauti na miaka mingine. Pengine wengine wanaweza wakasema kwa nini tumepeleka wachache. Michezo ya Jumuiya ya Madola ya safari hii ilikuwa ifanyike nchini Australia, ambako tungekuwa na michezo yote. Lakini Australia wakati wanaomba kuandaa michezo hii, pia walikuwa wameomba kuandaa michezo ya Olympic ya 2032. Walipopata hii, lakini baada ya muda mfupi wakapata kuandaa michezo ya Olympic 2032, wakaona bora waandaa ile mikubwa na wajitoe kuandaa michezo hii. Sasa niseme bahati nzuri au bahati mbaya, wakati huo kulikuwa kumefanyika uchaguzi wa rais mpya wa michezo ya Jumuiya ya Madola. Akaona kidogo haimwekei sura nzuri, na yeye ni mwenyeji wa Scotland, anaitwa Chris Jenkins. Kwa hiyo akaona isipofanyika maana yake atakuwa ameshindwa. Kwa hiyo akaiomba serikali yake ya Scotland iweze kuandaa hii michezo. Sasa serikali ya Scotland, kwa sababu ilikuwa sio iliyoomba, iliweka masharti, na masharti ilikuwa ni kupunguza ukubwa wa michezo, kwamba wao watasaidia, ndio wako tayari, lakini kwa kupunguza idadi ya michezo. Katika michezo iliyopunguzwa ni ile michezo tunaita team sports. Karibu yote iliondolewa kasoro mchezo mmoja ambao ni mpira wa netball, ambao kwa sababu kama mnavyojua asili yake ni Uingereza na Scotland ni sehemu ya Uingereza, kwa hiyo netball ikabaki kama team sport. Lakini kama tunavyojua team sport zote lazima kuqualify washindani. Kwa hiyo sisi kwetu hatuqualify. Kwa hiyo sisi katika michezo ambayo imekubaliwa kuandaliwa tunaangukia katika michezo minne, na hata hiyo minne inapunguzwa. Nikichukua kwa mfano mchezo wa riadha, sisi tumezoea marathon imeondolewa, haitakuwepo. In fact Scotland wameondoa michezo yote ambayo inachezwa barabarani. Kwa hiyo hata ile road cycling itakuwa haipo, race walking itakuwa haipo, marathon itakuwa haipo.